Kama unavyofahamu Julai kamati kuu iliamua kwamba turudi kwenye uchaguzi za marudio, na tumeshiriki chaguzi nafikiri 3 mfululizo, na tumefanya tathmini tukaona kwamba kuendelea kushiriki ni kama tunaendelea pia kubariki jambo ambalo watu wanakuwa wanajitoa na watu wale wanarudishwa kwa mlango mwingine na tunapigia kura. Lakini pia matumizi ya fedha kwa wananchi, hatutendi haki kwa walipa kodi kwa sababu zoezi ni kama tu linajirudia. Lakini pia tutaendelea, hii sio mwisho. Baada ya kupumzika, nimesema tumesitisha kwa uchaguzi wa Desemba 2. Tutapata nafasi ya kamati kuu kufanya tafakuri tena ya kina na kujua kama tutaendelea kushiriki au la. Hata kwa 2020 nafikiri tutashiriki. Karibu kiongozi. Taanza na ila la uchumi. Maarifa kabisa, neno kabisa sikusema, lakini nimesema hawana maarifa. Kwa sababu ya namna ambavyo wanaendesha shughuli za kiuchumi. Katika hali ya kawaida ungetegemea serikali kuweza kufanya maamuzi ambayo yanachochea zaidi ukuaji wa uchumi badala ya kufanya maamuzi ambayo yanarejesha nyuma ukuaji wa uchumi. Hili la korosho ni mfano, lakini kuna mambo mengine kadhaa, na nimekuwa nikizungumza sana hili na mmekuwa ni quote sana. Niliwapa mfano kwamba tunajenga reli lakini tunaagiza chuma kutoka nje, wakati tuna chuma kimejaa pale Mchuchuma na Liganga. Wakenya wanajenga reli, tungeweza kuwauzia chuma. Wanyarwanda wanajenga reli, tungeweza kuwauzia chuma. Wazambia wanajenga reli, tungeweza kuwauzia chuma. Kongo ni nchi kubwa kabisa, wanajenga reli, tungeweza kuwauzia chuma. Kwa kwetu sisi uwekezaji wa kimkakati ungepaswa kuwa kwanza Mchuchuma na Liganga, halafu ndio tuweze kuingia katika ujenzi wa reli. Wala nchi isingekufa, actually nchi ingefaidika zaidi. Huo ni mfano mmoja. Mfano mwingine tumekuwa tukiueleza mara nyingi sana, migogoro hii ambayo imekuwa ikifanyika kati ya serikali na wawekezaji kwenye sekta ya madini. Tulitukanwa sana wakati wa swala la mafinikio. Tukaambiwa kwamba tutapata zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 194 ambazo ni matrilioni ya fedha, na tungegawa kwa kila Mtanzania angepata noa moja. Baada ya mazungumzo kati ya Profesa Kabudi na watu wa Barrick, tukaambiwa kwamba tutapewa kishika uchumba cha dola milioni 500, ambao tukawatania kwamba serikali tumetoka kwenye noa mpaka kwenye balimi 7 kwa kila Mtanzania. Hata hicho kishika uchumba hakijapatikana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba serikali ilikuwa inahadaa wananchi, na baada ya serikali kuona kwamba imeshindwa, imeamua kwenda mahakamani kuwashtaki kina Mwanyika, kuwashtaki kina watendaji mbalimbali wa Acacia na kadhalika, jambo ambalo ndani yake lina jambo jema, kwa sababu makampuni mengi ya madini huwa yanatumia mbinu za kihasibu kukwepa kulipa kodi, wanaita tax planning measures. Kuna nyakati hapa tulifanya mkutano na waandishi wa habari wakati wa swala zima la makanikia, nikawaeleza kitu kinachoitwa base erosion and profit shifting. Kile ambacho kimefanywa sasa hivi ndicho ambacho kingepaswa kufanywa mwanzo, kwa kuyashtaki yale makampuni kwenye mahakama zetu kwa kufanya hiyo base erosion and profit shifting. Lakini matokeo yake ni kwamba tukaenda kupambana, tumeshtakiwa, tuna makesi mengi, na bunge linaanza ndani ya wiki 2 na swali ambalo nimelipeleka bungeni kuhusiana na mambo haya ya makesi. Tunadaiwa matrilioni ya fedha kwenye makesi haya kwa sababu ya maamuzi ambayo hayatokani na maarifa. Na kila siku chama chetu kinasema kwamba kuongoza nchi unahitaji maarifa, kuhitaji ubabe. Na kila siku tunakuwa tunaiambia serikali kwamba hii nchi ni yetu sote. Kila mtu anaweza akatoa ushauri, na ushauri ule ukafanyiwa kazi kwa ajili ya kuifanya nchi yetu iweze kwenda mbele. Sasa hili la korosho ni mfano tu mmojawapo wa hayo ambao tunao sasa hivi, ambao unatokana na maamuzi mabovu, maamuzi ambayo yanaifanya serikali yenyewe ikose hata hizo fedha ambazo zilikuwa nazitaka za export levy.
sababu kama uzalishaji ungekuwa mkubwa kama nilivyoeleza, serikali ingepata fedha nyingi zaidi. Na swala zima la korosho, ili tumeeleza katika statement yetu, mtaona ni swala la usalama pia, kwa sababu mwananchi anapokuwa na kipato anakuwa na usalama zaidi, na hali ambayo inafanywa kwa wananchi wa mikoa ya kusini na madhila mbalimbali yamekuwa yakitokea wananchi wa mikoa ya kusini ni tishio kwa usalama wa nchi, ni threat to our national security. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ningeweza kueleza katika swala zima la maarifa na kadhalika. Kwa sijasema hawana maarifa kabisa, lakini nimesema hawana maarifa kwa sababu ya maamuzi ambayo wanayafanya bila kutazama jicho pana zaidi, kama hiyo mifano miwili ambayo nimekupatia pamoja na hili la korosho ambalo tunalo sasa hivi. Sasa nije kwenye maswali ambayo John Maro ameuliza. Kwanza, mimi sina kiburi. Kwa hiyo sio sahihi kuniuliza kiburi hiki na kitoa. Sina kiburi. Mimi natekeleza wajibu wangu kama raia na kama mwananchi, na ninajitahidi sana katika kutekeleza huko. Sivunji sheria. Ningekuwa navunja sheria ningekuwa nimeshashtakiwa. Sivunji sheria. Mtatazama hata statement zetu zinaendana na facts, data na ufafanuzi ambao ni ufafanuzi ambao raia yeyote anapaswa kuuliza. Pili, mimi ndio mbunge nayeongoza kuwatetea polisi, jeshi na usalama wa taifa ndani ya bunge. Idara ya usalama, wafanyakazi wa usalama wa taifa katika nchi yetu hawana hifadhi ya jamii. Yaani pensheni zao zinategemea serikali na hali gani wakati huu. Mimi ndio naongoza juhudi ndani ya bunge kutaka wafanyakazi wa usalama wa taifa wawe na pensheni kama watumishi wengine wa umma, ili watakapostaafu wasiishi maisha mabaya. Watakapoumwa wawe na bima ya afya inayostahili vizuri, sio za ujanja. Polisi, kama kuna mafaida yoyote ambayo polisi wanaipata sasa hivi, kama kuna nyongeza yoyote ya pesa zao na kadhalika, mimi ndio nilikuwa kinara wa kuwatetea polisi, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya bunge na kama mbunge wa kawaida. Jeshi, kwa wanajeshi waliostaafu zamani kama kina Mzee Kashmir na hata ambao bado wako kwenye utumishi, sina uoga wa kusimama bungeni na kusema nini kifanywe kwa ajili ya, kwa sababu hawa ni watu muhimu sana. Hawa ni watu ambao wanajitoa muhanga kwa ajili yetu sisi. Lakini linapotokea jambo linafanyika ambalo linadhalilisha vyombo hivi, tusipolisema hali itakuwa mbaya zaidi. Na nyinyi ni mashahidi wa hali ambayo ipo sasa hivi. Kwa hiyo sina kiburi cha kusema kwamba sitafanya chochote. No. Nafanya jambo ambalo najua ni haki. Nafanya jambo ambalo hata watendaji wakuu wa vyombo hivyo wanajua kwamba Zitto hapa naongea kweli, lakini ndio hatuna namna ya kufanya. Lakini wanajua. Na hata Siri alipokuwa anazungumza mimi nilikuwa namtazama, sababu anajua namna ambavyo nimejitoa muhanga hata kabla hajawa IGP katika hali ya kutetea ustawi wa majeshi yetu yatende haki na kutakiwa. Ndio maana sisi mara zote tunapendekeza mabadiliko katika jeshi, mfumo wa usalama wa taifa, na tumeeleza kwenye statement yetu leo mabadiliko ya jeshi la polisi kutoka police force kwenda police service. Kenya wameshafanya sasa, sisi bado hatujafanya. Kuna haja kubwa sana ya kufanya hivyo ili kuhakikisha ya kwamba polisi wetu wanaheshimika, wanafanya kazi kwa weledi na hawapati lawama ambazo hazistahili. Na mambo mengine haya, waandishi wa habari, ni kweli tunawapa lawama polisi, sababu polisi ndio sura ya hali ya ulinzi na wa amani, ulinzi wa raia na mali zao. Kuna mambo ambayo yanafanywa hayafanywi na polisi. Polisi wanabidi wabebe hizo lawama. Hayafanywi na polisi, tunajua. Na polisi wanajua, najua. Na Siro anajua, najua. Kuna vitu ambavyo vinafanywa na watu wengine, sio polisi, lakini sababu polisi ndio ambao wanabeba taswira ya ulinzi wa raia na mali zao, hakuna namna, inabidi wabebe. Na ndio maana siku ile baada ya kufanya ile press conference yake, nikawaambia usiletee utani hapo, unatukana wa Tanzania wote, unajua Mo alipo, Mo arudi. Na asubuhi Mo alipo. Sababu wanajua, najua.
na information is power. Kwa hamna kiburi, kulikuwa na information. Sasa kwa nini nilisema kwamba haitatokea tena? Swali la ndugu yangu ni mshikamano, na ndio maana nimewaambia hapa, lazima tuendeleze mshikamano. Nyinyi waandishi wa habari mkimsahau Azori, the moment mnamsahau atatekwa mwingine. Sisi wanasiasa tukimsahau Ben Sanane, Simon Kanguye na risasi ambazo Tundu Lissu alimiminiwa, tukisahau tu atamiminiwa risasi mwingine. Ndio hali ilivyo. Wameenda kwa wafanyabiashara, mambo ambayo yanawatokea wafanyabiashara sasa hivi sio mambo mema kwa nchi. Kuna watu tukio la moto wanakimbia, hawawekezi tena nchini. Maana yake ni kwamba hamna biashara, maana yake ni kwamba hamna ajira. Ninyi wote hapa mnafanya kazi kwenye vyombo, ukiachana na wale ambao wamejiajiri. Wawekezaji wenu wakiondoka, ina maana wote mnapoteza ajira. Serikali yenyewe inapoteza kodi. Hata namna ambavyo tunahangaika na makampuni ya madini, tunavyohangaika na nini, ni mambo ambayo yana madhara. Leo hii watu wafanyakazi wa migodi wanalalamika. Nimeona statement ya Numet leo. Wale wafanyakazi wa migodini, chama cha wafanyakazi wa migodini. Bulyanhulu imefungwa, watu 6,000 wamekosa kazi sijui. Geita iko na Geita Gold Mine iko kwa wanafanya retrenchment sasa hivi, ndio kwenye negotiation na wafanyakazi kuachisha kazi. Kwa maana yake ni kwamba hawa watu wote wanakaa nyumbani, hawana kazi. Na waandishi wa habari, naomba na mimi niwakumbushe, amenizungumza juzi mzee Mahathir, katika kila biashara ambayo mtu anafanya, serikali ni shareholder. Sababu serikali inachukua kodi ya mapato 30%. Kwa mfanyabiashara akija hapa akawekeza, akapata shilingi 1,000, shilingi 300 ni za serikali bila kufanya chochote. Kwa serikali yoyote makini inge-encourage watu kutengeneza fedha zaidi, sababu katika kila shilingi 100 inatengenezwa shilingi 30 ya serikali. Lakini nini kinachotokea sasa hivi? Wafanyabiashara wanahangaishwa. Mimi nimekutana na wafanyabiashara wanapigwa makodi ya balaa. Wanapewa invoice ya kodi, alafu wanaitwa TAKUKURU. Anaambiwa, usipolipa hiyo kodi tunakupeleka mahakamani, tunakufungulia kesi ya utakatishaji wa fedha, hamna dhamana. Hawa watu manake ni kwamba hawatawekeza, mtakosa ajira, serikali yenyewe itakosa kodi. Matokeo yake ni nini? Wataanza kuprint hela, hali ya uchumi itakuwa mbaya zaidi. Hii ndio hali halisi tulionayo. Na mimi najua kuna vitu ambavyo hapa tumevisema hamtaviandika sababu ya hofu ambayo iko nchini. Lakini it's at your own peril. Nani ambayo chombo chake mtu atapenda endelee kuwa na chombo cha habari ambacho hakitengenezi faida? Nani? Kwa nyinyi msiposema yale ambayo sisi tunayasema, msipoyaandika, msipoyatoa, up to you. Sisi wote hapa ni waathirika, lazima tusimame kidete. Kwa mshikamano niliosema muonekana kwenye swala la Mohamed, ni mshikamano unapaswa kuendelezwa kwa yote, sababu ndio njia pekee ya kudhibiti na kuhakikisha dola ambalo linaishi kwa hofu linaachana na hofu. Ethiopia walikuwa na hali hii. Sasa hivi Ethiopia kila mtu anazungumzia uzuri Ethiopia. Rwanda alikuwa anatukana Kagame kila siku. Sasa hivi ameshaachia watu wake na anaendelea kuachia watu wote ambao amewakamata. Watu wanabadilika. Sisi nchi yetu, habari zinazoonekana kwenye vyombo vya habari vya kimataifa ni za utekaji na kadhalika, za kupima watoto mimba sijui, za kuzuia watoto wasiende shule, ndio habari zinazoandikwa za Tanzania kwenye taarifa za kimataifa. Wenzetu habari zinazoandikwa za investment. Jana nilikuwa naangalia TV, rais wa South Africa anahangaika kutafuta investment. Kenyatta amekuwa featured kwenye CNN juzi. Sisi huku tumekuwa featured kwenye CNN swala la Mo. Kenyatta anakuwa featured kwenye CNN swala la kuleta investment. We need to change. Nchi lazima ibadilike. Na lazima wachache wetu tuseme, na tusiposema hata mawe yatasema. Nadhani niwashukuru. Au kuna mambo swala la ziada?